Wakati wana Israeli wako Misri, walikuwa wako subjected kwenye kitu kinaitwa Egyptian economic system, mfumo wa kiuchumi wa Kimisri. Na mfumo wa kiuchumi wa Kimisri uko hivi: kwanza, haukuruhusiwi kuown kitu chako mwenyewe. Kwa hiyo walikuwa watumwa kwa muda miaka 430. Fikiria mtu anafanya miaka 430 lakini hana business yake mwenyewe, hana kazi yake mwenyewe, na hana akiba yake yoyote aliyoweka. Huo ni mfumo wa Kimisri, na mpaka leo una exist. Mfumo wa kiuchumi wa Kimisri uliwafanya wakae katika mazingira ambayo hawezi kurithisha chochote kwa watoto wao. Yaani kila generation inaanza upya, kila kizazi kinaanza upya. Manake mtu asipokuwa makini anaweza akajikuta na hivyo, kila kizazi kinaanza upya. Mfumo ule ulikuwa unawafanya wasifaidike na wanachozalisha. Na leo wako watu wengi sana hapa wanafanya kazi, wanaamka asubuhi, anaenda ofisini, anarudi, lakini ukimwangalia anafanya movement lakini hana progress yote. Hakuna kitu kinaendelea kwenye maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu ni mfumo wa Kimisri ambao umekuwa designed vizuri sana kuwafanya wa Misri wastawi, lakini wa Israeli, Wayahudi wasiweze kufanya nini? Kustawi. Kwa lazima uwe na understanding kwamba kwenda tu shule peke yake, kufanya kazi kwa bidii peke yake hakuwezi kukutoa peke yake. Ina maana lazima uwe na aina fulani ya maarifa ambayo yatakusaidia kutoka hapo ulipo. Sasa ukienda kwenye Biblia yako utagundua kwamba kusudi la Mungu kumuumba Adam ilikuwa ni kufanya extension ya kingdom yake. Alikuwa anataka kutengeneza koloni huku duniani linalofanana na kule mbinguni. Na alipomweka pale akatufunulia ufahamu mpana sana juu ya mfumo wa kiuchumi wa Mungu unavyotakiwa kufanya kazi. Kwa kufungua Biblia yako kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28. Nataka nikuonyeshe pale mambo 6 yanayopatikana katika mfumo wa kiuchumi wa kimungu, ambao wewe ukiyapata au ukiwa nayo, ukiyafahamu, ukiyajua, yanaweza yakaanza kukufanya usubscribe kwenye mfumo huu ambao ninauzungumzia. Ukiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28, Biblia inasema Mungu akawabarikia. Hebu sema Mungu akawabarikia. Mungu akawabarikia, kisha Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Ukiangalia ile andiko lako linakupa components, zinakupa vitu vya msingi vinavyopatikana katika mfumo wa kiuchumi wa kimungu. Kwa sababu kumbuka alivyomuumba Adam na Eva, hakutengeneza fedha, hakutengeneza kitu kingine chochote. Aliwatengenezea tu upande wa mashariki wa Edeni, anasema akaipanda bustani akaweka pale. Kwa alitegemea wange survive, wangeishi vizuri, wangeenjoy maisha kwa kutumia mfumo ambao tayari ameshawatengenezea. Sasa hilo andiko linakupa vitu 6 ambavyo wewe unatakiwa uwe navyo kwenye maisha yako ili uweze kufanya vizuri kiuchumi huko duniani. Kitu cha kwanza unakiona pale, anasema Mungu akawabarikia. Kwa component ya kwanza ya mafanikio ya kiuchumi katika mfumo wa kiuchumi wa Mungu ni kitu kinaitwa baraka. Blessing. Divine blessing. Divine blessing ni nini? Baraka nini? Baraka sio gari. Baraka sio nyumba. Baraka sio simu nzuri. Hayo ni matokeo ya kuwa na baraka. Kwa sababu Biblia inasema baraka zake zinatajirisha. Ina maana utajiri ni product ya baraka. Ina maana kama huwezi kutap kwenye baraka za kimungu, huwezi kupata utajiri, kwa sababu utajiri ni matokeo ya baraka. Kwa hiyo cha kwanza unachokihitaji kwenye maisha yako ni kitu kinaitwa divine blessing. Sasa divine blessing ni nini? Divine blessing ni eneo ambalo Mungu amekuempower ili ufanikiwe. Ni eneo ambalo Mungu amelichagua kabla hujazaliwa ili uliishi na kulitumikia ili uweze kufanikiwa. Hiyo ndio inaitwa baraka ya Mungu. Kwa maana yake baraka ya Mungu ni kujua kwamba Mungu ameniita katika eneo gani. Kwa sababu kikanuni za Biblia baraka huwa zinatangulia kabla hujafika. Ndio maana Kumbukumbu la Torati 28 anasema baraka hizi zitakufuata na zitakutangulia. Anasema it shall overtake you. Maana yake wewe hautakiwi kukimbizana na baraka. Baraka zinatakiwa zitangulie mbele yako. Sasa ili ukutane nazo, maana yake cha kwanza lazima uestablish kitu kinaitwa divine blessing. Na divine blessing kazi yake ya kwanza ni kuimarisha au kukutambulisha kwako kitu kinaitwa location. Mahali sahihi unapotakiwa kuwa kwa wakati sahihi. So cha kwanza ndio maana unaona Mungu alivyomuumba Adam akutaka tu akae mahali popote pale. Akamtengenezea demarcation. Akamwambia sasa wewe utakaa hapa. Maana yake nini?
nimekuempower ili ufanikiwe katika hii area ambayo upo. Ndio maana unaona wakati anamuita Ibrahim, Mwanzo sura 12 mstari wa 1 mpaka wa 3, anamuita Ibrahim, anasema Mungu akamwambia Ibrahim kwamba toka katika nyumba ya baba yako, katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Unaelewa maana yake? Maana yake ni kwamba location iko attached na baraka zako za kifedha. Ndio maana kuna watu wanafikiri akienda Marekani atafanikiwa. Wako Marekani kule watu wanaoteseka ambao wana kazi, wako ambao wanajuta kwa nini hata walikwenda. Kwa sababu kinachofanikisha sio mahali ulipo, kinachofanikisha ni mahali ambako Mungu amekuambia uwe. Kwa hiyo cha kwanza unachokihitaji ni kufanya kwa bidii kutafuta na kuelewa divine location, ambayo yenyewe ina define baraka ambazo Mungu amekuandalia. Sasa moja ya kitu ambacho unaweza unatakiwa ujiepushe nacho sana ni kujaribu kuiga kitu ambacho mwingine anafanya, kwa sababu baraka haziko kwenye kile mwingine anachofanya, baraka ziko kwenye maagizo ambayo Mungu amekupatia. Kwa hiyo baraka maana yake zinafuata maagizo ya Mungu kuhusiana na uwe wapi, wakati gani na ufanye nini. Jana nilikuwa nashare na watu mahali, nikawa nawaambia, actually ilikuwa ni juzi, nilikuwa Arusha, nikawa nawaambia wakati nimemaliza form 4 nilipata scholarship ya kwenda nje ya nchi kwenda kusoma, kwa sababu nilikuwa mwanafunzi bora. Kwa hiyo nilikuwa na opportunity ya kwenda kusoma. Lakini wakati namuomba Mungu, Mungu akaniambia no, baraka zako haziko huko, utapishana na kitu ambacho nimekuandalia. Sasa sio uamuzi mrahisi kufanya hivyo, lakini kwa sababu naijua sauti yake, nilijua ni yeye ameniambia. Na sijawahi kujuta kwa nini nilifanya maamuzi ambayo nimeyafanya. Kwa nini? Kwa sababu baraka za Mungu huwa zinaambatana na mahali ulipo. Leo kuna watu wengi sana ambao wamepishana na baraka za kimungu kwa sababu wako mahali ambao sio sahihi. Ndio maana naambia watu, sio kila kazi nzuri ni kwa ajili yako. Muulize Eva. Eva aliona tunda akasema ni nzuri kwa kula. It was good for consumption but not good for her destiny. Kwa hiyo unaweza ukaona mtu ni mzuri. Hata partner, unaweza ukatafuta partner ukamwona ni mzuri kwa maana muonekano, kwa maana kazi anayofanya, kwa maana historia yake. Not every good thing is a right thing for you. Kwa hiyo cha kwanza unatakiwa muulize Mungu na uelewe na upate uhakika wa kudumu kwenye maisha yako kwamba Mungu umeniitia nini na umeniitia kufanya wapi. Ukisoma Biblia yako kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 33, Kumbukumbu la Torati sura ya 38 mstari wa sura 18 mstari wa 33, utaona pale kwamba watu wanabarikiwa kwa namna tofauti tofauti, na ndicho tunachoita divine blessing. Utaona pale anazungumza mtu anaitwa Isakari na Zebulun. Anamwambia Zebulun, wewe utabarikiwa unapotoka nje, alafu Isakari utabarikiwa unapokaa ndani. Ina maana kumbe kuna watu hata kwenye huduma wameitwa wafanye shughuli za nje, wafanye mikutano ya nje. Alafu kuna watu wana grow tu wakiwa wanafanya mambo yao ndani. Angalia pale anasema na Zebulun akanena, furahi Zebulun katika kutoka kwako na Isakari katika hema yako. Kwa hiyo ina maana Isakari angejaribu kuwa kama Zebulun angeteseka. Na kumbuka Isakari hawa walikuwa 200 tu. Biblia inasema walikuwa na akili na ufahamu juu ya majira, season and times, na wakatawala nchi nzima, lakini walikuwa wamekaa kwenye mahema tu. Angalia habari ya Yakobo na Esau, Mwanzo sura 25. Angalia hapo, unaweza kaandika Mwanzo sura 25 mstari wa 27. Utaona pale juu ya Esau na Yakobo pia. Inazungumza juu ya blessings. Anasema watoto wakakuwa. Esau alikuwa mtu ajewe kuinda wanyama, mtu wa nyikani, anatoka na kuingia. Na Yakobo alikuwa mtu mtulivu mwenye kukaa hemani. Lakini angalia, mwenye kukaa hemani akaja kutawala dunia, alafu anayepambana kila siku kwenda nje akawa mtu wa kawaida tu, mtu wa hovyo kabisa ambaye hajulikani aliishia wapi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anakubariki kulingana na divine location aliyokupatia. Kwa assignment ya kwanza ulionayo kama unataka kufanikiwa kiuchumi ni kujua kwamba Mungu ameniita wapi. Kwa sababu hapo unajua Mungu anachocommand, ana command blessing. Ndio maana anasema ni vyema ndugu akikaa pamoja kwa umoja kama mafuta yanayoshuka katika kichwa cha Haruni mpaka kwenye upindo wa vazi lake. Anasema hapo ndipo Bwana alipoamuru baraka. Ina maana baraka huwa zinaamuliwa kwa location. Kwa maana yake usipokaa sehemu sahihi utapoteza kitu ambacho Mungu amekuitia. Kwa moja assignment ya muhimu sana ni sio kujaribu kufanya kile wengine wanafanya. Hapana. Sio kujaribu kuuliza nini kizuri cha kufanya. Ndio maana watu wengi wanakuja ananiambia, "Hem, nishauri biashara gani nzuri ya kufanya?" Hakuna biashara nzuri ya kufanya. Biashara nzuri ni ile ambayo Mungu amekuambia uifanye. Kitu kizuri ni kile ambacho Mungu amekuagiza ukifanya. Kwa sababu chochote alichokicommand ana uwezo wa kuachilia baraka zake kiweze kutekelezeka. Kwa assignment ya kwanza kwenye divine economic system ni kuelewa baraka zangu zimeambatanishwa kwenye jambo gani. Baraka zangu zimeambatanishwa kwenye kufanya nini. Ukiweza kulocate hapo,
maana yake unaweza ukafika sehemu nzuri sana. So shetani anachofanya nini? Shetani anachofanya ni kukufanya usielewe kwa mapema umeitwa kufanya nini na umeitiwa kufanya kwa namna gani na umeitiwa kufanya wapi. Matokeo yake nini? Unakuwa mtu ambaye uko busy sana, unafanya mambo mengi, lakini baraka za Mungu hazikufuatili. Kwa sababu kumbuka, utajiri katika ufalme ni matokeo ya baraka za kimungu. Anasema and the blessing of the Lord makes rich. Mithali 10:22. Baraka za Bwana ndizo zinatajirisha. Kwa hiyo katika ufalme hatutafutaji utajiri, tunatafuta baraka. Ukizipata baraka, maana yake baraka zinakupa utajiri ambao unautafuta. Sema amen kama unani.